Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Sote tunafahamu kwamba msingi mkuu wa teknolojia ni elimu na hasa sayansi na uhandisi. Uanzishwaji wa Samia Innovation Fund umelenga kuhakikisha bunifu hazibaki kwenye makabati, bali zinaingizwa sokoni na kuleta tija kwa ubunifu. Ni lazima tuvuke kwenye maonesho, twende kwenye uhalisia wa maisha, kwamba hivi vitu ambavyo tunavionyesha kwenye maadhimisho kama haya sasa viende kwenye utaratibu wa kila siku wa maisha, tuvitengeneze vya kutosha na vitumike, viingie sokoni. Wizara na taasisi zinazohusika tuendelee kufanya utafiti wa kisayansi na tukamilishe taratibu zote za kimataifa ili tuone uwezekano wa kuzizalisha dawa hizi kwa wingi na kuwa ni dawa zinazoaminika na dawa zinazoweza kutumika kwa matumizi mbalimbali hapa nchini na kuuza nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri, kaa na wenzako wa Wizara ya Afya, lakini pamoja na Wizara ya Elimu na taasisi hizi zote, ili muweze kufuata njia zote zinazotakiwa kwa ajili ya masuala ya kiutafiti na ithibati zake, ili mwisho wa siku hizi dawa ziwe ni dawa za uhakika na dawa zinazoaminika, dawa zinazotambulika na ziweze kutumika ndani ya nchi na nje ya nchi. Kama mnavyofahamu, taifa letu limeanza utekelezaji wa Dira ya Maendeleo 2050 ambayo baadhi ya matarajio ni kujenga uchumi wa takribani dola za Kimarekani trilioni 1 na kuongeza tija, uzalishaji na ushindani katika sekta za vipaumbele, sambamba na kuhakikisha 50% au zaidi ya Watanzania wanapata ajira zenye staha. Ili kufikia matarajio hayo pamoja na malengo ya muda mrefu ya dira yetu, ni muhimu kuwa na rasilimali watu zenye ujuzi stahiki. Wizara ya Elimu na Sayansi na Teknolojia kupitia COSTECH iratibu juhudi za kuongeza tafiti na matumizi ya sayansi katika masuala ya afya, kilimo, mifugo na uvuvi ili tuweze kuongeza tija. Huo ndio uelekeo sahihi kwa dunia ya leo. Moja ya kitu ambacho hatuwezi kukiepuka ni matumizi ya tafiti, matumizi ya sayansi. Hatuwezi tukaepuka, hatuwezi tukaendelea bila kuwa na sayansi, teknolojia, tafiti na tukatumia matokeo ya tafiti hizo. Hatutapata tija bila kutumia matokeo ya tafiti hizo. Umeona mwenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, agizo la rais wetu kwanza lilitoa kama ahadi wakati anaanzisha kampeni za uchaguzi mkuu kwamba atahakikisha kunakuwa na mpango wa kisayansi wa kuendeleza kusoma, kuandika na kuhesabu kwa wanafunzi wafikapo darasa la 3. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeona na umetumia muda mrefu zaidi katika lile banda la Tanga yetu. Ni utekelezaji wa maagizo ya rais wetu kwa kuangalia mbinu mbalimbali, kutafuta wadau mbalimbali katika hatua ambayo kama ulivyofurahishwa ulivyoona pale, tutahakikisha kwamba tunaieneza nchi nzima, ili ahadi ya rais wetu wakati wa kampeni isiwe ni mpango tu ambao ulizinduliwa na aliuzindua mwenyewe, lakini uwe ni mpango ambao unatekelezwa. Itakafika 2030 tutakuwa tumekamilisha yale maelekezo yake. Kwa hiyo unapokuja hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, unatusaidia kuwatangazia Watanzania, wanakuona na wanajua nini serikali inatekeleza. Umeona mwenyewe shule za amali, umeona ile shule ya Tanga Technical Secondary School, maelezo wanavyofungua injini ya gari na jinsi wanavyofanya kazi. Yale ni maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba elimu yetu isiende tu katika nadharia, tuende katika ujuzi na utekelezaji wake. Ndio huo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo kufika hapa unatusaidia na Watanzania wengi kufuatilia ziara yako na kuona kazi inayofanywa na serikali inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi tunakushukuru sana kwa kufika hapa. Tunaomba usichoke, tutakuwa tunakuomba mara kwa mara kuja katika shughuli zetu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.